Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, lile sakata la Iran kushiriki ama kutokushiriki kombe la dunia ambalo litafanyika kule Marekani, Mexico na Canada bwana, linaendelea kuchukua sura mpya. Tunafahamu kwamba baadhi ya viongozi wa soka kule Iran walizungumza kwamba huenda wasishiriki michuano hiyo kutokana na machafuko ama kutokana na mzozo ambao upo kati yao na Marekani na Israeli. Sasa Rais wa FIFA Gianni Infantino yeye bwana amethibitisha kwamba Iran itashiriki michuano ya kombe la dunia kule Marekani, Mexico na Canada. Bwana, taarifa inazungumza kwamba rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amethibitisha kuwa Iran itashiriki katika michuano ya kombe la dunia ya mwaka 2026 itakayofanyika nchini Marekani, Canada na Mexico. Bwana, licha ya migogoro ya kisiasa na spekula kuhusu usalama, Infantino amesisitiza kuwa soka lina jukumu la kuunganisha ulimwengu na kuwaleta watu pamoja. Kauli ya Infantino ilitolewa wakati wa kongamano la 76 la FIFA mjini Vancouver kule Canada, ambapo alikomesha uvumi wa muda mrefu uliodai kuwa Irani inaweza kuondolewa kwenye mashindano hayo. Hatua hii inakuja huku kukiwa na wasiwasi wa kiusalama na kidiplomasia kutokana na hali ya kisiasa kati ya Marekani na Iran. Bwana, iko hivyo, rais wa FIFA Gianni Infantino yeye amethibitisha kwamba Iran itashiriki licha kuwa bado hakuna tamko la moja kwa moja kutoka kwa viongozi wa soka pale Iran kwamba watashiriki ama hawatoshiriki. Na moja kati ya jambo ambalo pengine wadau wa soka duniani wanatamani kulisikia ni kutoka kwa viongozi wa taifa la Irani kuthibitisha kwamba watashiriki ama hawatoshiriki, kwa sababu si mara ya kwanza Gianni Infantino anatoa kauli ya Irani kwamba itashiriki michuano hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo unatakiwa kuifahamu kwamba Gianni Infantino, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, yeye amethibitisha kwamba Irani itashiriki michuano ya kombe la dunia. Wakati huo bado Irani wenyewe hajathibitisha moja kwa moja kushiriki michuano hiyo mikubwa, na tunafahamu kwamba Irani waliomba michezo yao ya makundi ambayo imepangwa kuchezwa kule Marekani, wao waliomba ihamishwe ikachezwa kule Mexico, lakini FIFA wakatalia na wakawajibu kwamba hawawezi kwa sababu tayari tiketi zimeshakwisha kuanza kuuzwa. Kwa hiyo ni ngumu sana kuhamisha michezo ya Irani kutoka Marekani kupelekwa kule Mexico. Na moja kati ya sababu ambayo Irani wao waliomba ni kutoa michezo hiyo pale, yani kwamba wao wasiende kucheza pale Marekani kutokana na kile ambacho kinaendelea. Na wao walisema kwamba kwenda kucheza michezo hiyo kule Marekani ni kuonyesha udhaifu kwa kile ambacho kinaendelea, kwa mzozo ambao unaendelea, kwamba ni kama kuonyesha udhaifu fulani hivi, kwamba kwa nini si twende Marekani kucheza michezo yetu wakati bado tuna bifu nao. Kwa hiyo ndicho ambacho walikiomba kutoka kwa shirikisho la soka duniani FIFA, lakini FIFA walikataa. Kwa hiyo tunasubiri pia kuona, licha kuwa kwamba Infantino yeye anasema Irani watashiriki michuano hiyo. Ukiachana na taarifa hiyo, bwana, rais huyu wa FIFA Gianni Infantino amejikuta kwenye wakati mgumu siku ya Alhamisi Aprili 30, 2026 pale mjini Vancouver, Canada, baada ya jaribio lake la kuleta suluhu ya picha kati ya Palestina na Israeli kukwama hadharani. Bana, katika kongamano la 76 la FIFA, Infantino aliwaita jukwani rais wa shirikisho la Palestina kwa maana ya PFA Jibril Rajab na makamu wa rais wa shirikisho la Israel kwa maana ya IFA Bassem Suleiman. Bana, licha ya Infantino kuwasihi washikane mikono kwa ajili ya picha pamoja kama ishara ya amani, Jibril Rajab alikataa kata. Rajab alieleza kuwa hawezi kufanya hivyo wakati watu wake wanaendelea kuteseka. Badala yake alimkumbatia Infantino na kuondoka jukwani peke yake. Bana, tukio hili limeacha maswali mengi kuhusu uwezo wa soka kuunganisha mataifa yenye migogoro mizito ya kisiasa. Bana, kama pia unaweza ukatazama clip hiyo, ndivyo ambavyo liliweza kutokea tukio hilo la Jibril Rajab kukataa kata kutoa mkono
Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Gianni Infantino anapambana sana kuhakikisha kwamba anatumia soka kuunganisha mataifa ambayo yako kwenye mzozo mkali sana wa kisiasa, lakini ni kama inashindikana fulani. Lakini ngoja tuone nini ambacho pengine kitatokea kutokana na mapambano ambayo Gianni Infantino amekuwa nayo, kama ambavyo pia ameendelea kuthibitisha kwamba Iran itashiriki, wakati huo bado viongozi wa taifa la Iran hawajathibitisha kwamba watashiriki. Bwana, mpaka sasa mataifa 48 yamefuzu kushiriki michuano hiyo mikubwa ya kombe la dunia ambayo itakwenda kufanyika kule Marekani, Mexico na Canada, na nikupitishe kwenye makundi ya kombe la dunia ambayo yanakwenda kufanyika huko Marekani, Canada na Mexico. Na makundi yenyewe bwana, jinsi yalivyo ni kama ifuatavyo. Bwana, kundi A lina taifa la Mexico, ni South Africa, Korea Republic pamoja na Jamhuri ya Czech. Kundi B lina mataifa ya Canada, Bosnia, Qatar pamoja na Switzerland. Wakati kundi C lina Brazil, Morocco, lina Haiti pamoja na Scotland. Kundi D lina mataifa ya Marekani, Paraguay, Australia pamoja na Uturuki. Kundi E lina mataifa ya Ujerumani, Curacao, Ivory Coast pamoja na Ecuador. Kundi F lina mataifa ya Netherlands, Japan, Sweden na Tunisia. Wakati kundi G lina Belgium, Egypt, Iran wenyewe pamoja na New Zealand. Kwa kundi G ndilo ambalo lina timu ya taifa ya Iran ambayo mpaka sasa bado hatujafahamu hatima ya wao kushiriki, licha kuwa shirikisho la soka duniani FIFA limethibitisha kwamba Iran itashiriki. Kundi H lina mataifa ya Spain, Cape Verde, Saudi Arabia pamoja na Uruguay. Wakati kundi I lina mataifa ya Ufaransa, Senegal, Iraq pamoja na Norway. Wakati kundi J lina mataifa ya Argentina, Algeria, Australia pamoja na Jordan. Kundi K lina mataifa ya Ureno, Congo DR, Uzbekistan pamoja na Colombia. Wakati kundi L lina mataifa ya England, Croatia, Ghana pamoja na Panama. Hayo ndio makundi ya kombe la dunia ambayo yanakwenda kutimua vumbi kule nchini Marekani, Mexico na Canada mnamo tarehe 11 ya mwezi wa 6. Tunakwenda kushuhudia michuano hii mikubwa, lakini huku kukiwa kumegubikwa na wingu kubwa sana kwa timu ya taifa ya Iran kushiriki michuano hiyo ama kutokushiriki, kutokana na kile ambacho kinaendelea kule Mashariki ya Kati kati yao na taifa la Marekani na mshirika wake Israel dhidi ya Iran wenyewe. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo kwa sasa linasubiriwa kwa hamu kubwa kufahamu kwamba Iran itashiriki ama haitoshiriki, licha kuwa kwamba shirikisho la soka duniani FIFA kupitia kwa rais wake Gianni Infantino, yeye anathibitisha kwamba Iran itashiriki. Je, Iran itashiriki ama haitoshiriki? Ni moja kati ya swali ambalo usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.